jamaa wa Suna East anaitwa nani? Junet Mohamed. Nimeona Junet Mohamed amepeleka mjadala ya kudiscuss mtu mmoja wa Munyoro. Na kama kweli kama Munyoro anaweza fanya kitu ambayo ilifanyika Kenya juzi, then tuheshimu huyo mtu. Huyu mtu ako very powerful. Hakuna venye unaweza weka maandamano from Nyanza Central to Eldoret hadi huko Mombasa. Ai! 27 counties. Mimi nataka kuambia Mr. Junet hivi, wakiwa na Kimani Chungwa, wamepoteza mwelekeo ya nchi. Kutuambia ya kwamba nchi eti maandamano ambayo ilifanyika ni ya kuharibu nchi, na wanatu advise kama vijana wa Kenya. Tunataka kuambia Mr. Kimani Chungwa na Junet Mohamed ya kwamba watu ambayo wanataka kuchoma hii nchi si sisi, ni hao ambayo wako kwa hiyo blood parliament. Hao ndio wanataka kuchoma hii nchi, sababu hawataki kutusikia, hawataki kusikia malalamiko yetu, hawataki kusikia kilio yetu. Vijana wamesoma. Nimeona rafiki yangu hapa ametoka hapa akiwa na stress mingi, anasema hata kununua Pampers saa hii imemshinda. Pampers alikuwa ananunua shilingi 20, saa hii ni 300. So hizo ndio vitu ambazo zinatumiza kama wananchi. Nataka kuquote William Ruto 2007. William Ruto alisema hivi, if government is going to engage in act of lawlessness as on against its own citizen and break the law of the land, what business do the citizens have respecting the law if government has decided to break the law or the law of the land? Right now, hii matamshi ya William Samoei Ruto inafaa arudi angalie vitu alisema 2007 na zile vitu ambaye anafanya sasa hivi. William Ruto ana break the law of the land ya wananchi kuuliwa kama chura, wananchi kuuliwa kama kuku. Right now Ruto anauliza aende aji. Tunaambia Ruto ya kwamba tumechoka na yeye, tumechoka na yeye. Enda ukalime, uende aji. Una mashamba, enda ulime, uondoke kwa hiyo ofisi. Hatukutaki hapo, umetuchosha. Sisi kama wananchi, kitu ambaye tunalilia haki ya kibinadamu ikuwe katika hii nchi, tupate makazi, si few individuals ambaye ni marafiki wako ndio wanapata makazi. Unaniambia pesa kuna Kenya, na every year unatoa 2 billion ya kurekebisha State House. Juzi nimeona ameongeza, imekuwa 2.89 billion. Hizo pesa huyu mtu angetuwekea kwa hizi biashara ndogo ndogo. Mnadhani watu wangekuwa na pesa hapa Kenya? Tungekuwa nazo. So bwana chairman, nikimaliza nataka kumaliza na maneno ya Murkomen. Murkomen ametuambia ya kwamba watu wauliwe. Nataka kuambia Murkomen hivi, hawa vijana ambao unaona hawa, kifo hawajali kifo. Mwenzao aliuliwa hapa, na juzi muliona vile walisema. Mtu anatoka akiambia mama yake, mama kwaheri, nikirudi ni sawa, nisiporudi ukuju nitafute kwa street. Hiyo inakuambia nini Murkomen? Hata useme watu wauliwe, these guys they are ready to die. Wako tayari, sababu mmefanya frustration katika hii nchi zaidi.
Watu yani wamefika mwisho. So maneno ya kuuliwa ati sasa hiyo ndio mnadhani ati mtashtua nao wa vijana? Hakuna. Tarehe 7 wamesema wanakuja na tutakuwa hapo. Na uzuri ya vijana, uzuri ya youth ya nchi, hatudanganyi. Tukisema ni kesho, ni hiyo kesho. Tukisema ni leo, ni leo. Na mkidhania ati tutakuja tukusakanye hapa ati tuongee, sisi tunaongea kwa simu. Na hiyo simu ndio kiwanja yetu. Hiyo simu ndio tunanunua nazo vitu zetu na tunafanya kila kitu ambacho tunataka. So bwana chairman, bwana speaker. Bwana speaker. Namaliza nikisema maneno ya Matiang'i. Matiang'i juzi alituambia ya kwamba eti serikali tafute dialogue na wananchi. Nataka kuambia Mr. Matiang'i hivi. Wakati ulikuwa Minister of Interior, wakati wananchi walikuwa wanataka dialogue na serikali yenu mkiwa na Ruto na Uhuru, we mwenyewe uliamka ukasema ya kwamba government haiwezi fanya dialogue na wananchi. Sahi kwa nini unaambia government ya Ruto ifanye dialogue na sisi? We don't need the dialogue. We don't need it. Vitu ambavyo tunahitaji mnajua. Na msipozifanya, ni vile nilisema ya kwamba kufikia tarehe 7, after tarehe 7 itakuwa hata mara 3 kwa wiki, na tukitoka mara 3 kwa wiki tunaenda wiki mzima, because we don't care. Hatuna kitu ya kupoteza sisi. Asante.